Mwana michezo, tunaendelea na mzee wa Saluti. Tupo kwenye sakata la dabi Kariakoo, ambapo watu wengi wamekuwa na kitu ambacho sintofahamu dabi inachezwa wapi, lakini ile ligi imetoa kwamba wanachezea Zanzibar, uwanja wa Amani, lakini kumekuwa na sintofahamu kwa baadhi ya mashabiki wa Simba wakisema kwa nini unapeleka uwanja wa Amani na kwa Mkapa kuna nini? Lakini tunajua kwa Mkapa tarehe moja kunakuwa na mashindano ya Qur'an, lakini yanaisha mapema tu. Mzee wa Saluti. Yes. Kwanza mwanzo tulizungumza mimi na wewe kwa uwanja wa Mkapa, tukazungumza akasema tarehe moja utamuuliza kama kutakuwa na dabi kwa Mkapa. Yeah, of course. Na imetokea kama ulivyozani wewe mwenyewe. Sio wewe mwenyewe ulifikiria kitu gani? Dabi ilipelekwa uwanja wa Amani. Lakini kumekuwa na maneno mengi sana, baadhi ya mashabiki wamekuwa kishout, kwa nini uwanja wa Amani wasilete kwa Mkapa mahali pale? Kwanza kupelekwa kwa dabi uwanja wa Amani kwako, unadhani ni swala nzuri? Uwanja wa New Aman Complex ni uwanja ambao umekidhi kabisa vigezo vya CAF, vigezo vyote vya TFF na vigezo vyote vya kimpira na vipimo vyote kwa sababu ule uwanja umechezewa mashindano makubwa ambayo tunasema ni CAF Confederation Cup finali. Kwa nini dabi tuseme ni uwanja mdogo? Wanaangalia maslahi. Sasa songo mbingo liko hapa. Wewe bwana uliniuliza. Nikakwambia hivi, ninachojua hapa Benjamin Mkapa kuna mashindano ya Qur'ani tarehe moja. Wewe ukawa unasisitiza tarehe moja, ina maana unaogopa dabi. Nikamwambia hivi, sikiliza, mimi ni mshabiki, wewe chunguza tu, ambaye sina a few moment later nikikwambia kitu hichi kinakuja hivi hivi, asilimia kubwa, asilimia wengi sana, unaona. Kwa hiyo sitaki kupoteza heshima yangu, na tunza heshima yangu zaidi ya mboni ya jicho. Wakati wa mashindano ya Qur'ani haya yanapotaka kufanyika, mimi nilikuwa ni mshabiki au ni mwanachama ambao niliteuliwa kwa ajili ya kufanya promotion, kwa ajili ya kufanya jingo kwa ajili ya mashindano haya ya Shekishki mwenyewe aliniita na tukaenda kabisa kuongea, labda tunasema ukiwa na nani uwe na ushahidi, uwe na ushahidi. Nadhani hapa unaona hapa Shekishki hapa, mimi hapa, hao wote tulikuwa tumeenda kufanya nini? Kutengeneza jingo kwa ajili ya mashindano ya Qur'ani. Katika ile script tukaambiwa tarehe moja kuna mashindano ya Qur'ani Benjamin Mkapa. Sisi tukauliza Benjamin Mkapa, mbona hiyo kuna mechi, kuna dabi ya Simba na Yanga, inakuwaje? Mimi mbona sijaelewa. Msaidizi wa shehe akasema, naombeni script ipite hivyo hivyo kama nilivyopanga. Kutakuwa kuna mashindano makubwa ya Qur'ani ya mabara yote ulimwenguni, yataandaliwa na Shekishki tarehe moja kuanzia saa 12 mpaka saa 6 mchana, ncha kwa ncha, sijui bega kwa bega, mguu kwa mguu, mpaka kwa Mkapa. Katika ile pale tulikuwa na Godi. Yes. Tulikuwa wengi sana. Tukaoji tena, jamani, mbona naona tena haya mashindano, hii mechi vipi itakuwepo? Nadhani unaona hii picha. Kuna wote watu wa Simba, Yanga, tunamuona unamwona Foma huyu hapa, mimi bosi mchezaji, sijui unaona. Wote tukaambiwa kwa wote, fanyeni kutokana na sisi tunavyofanya nini? Tunavyowapa script. Basi tukawapa script, wakatupa script, tukatembea nayo. Sasa mzee wa Sauti ndio kananiuliza kitu kimoja. Yes. Yanamalizika saa 6 au saa 7? Yes. Nakuja huko nakuja, wala usiwe na wasiwasi. Baada ya kumaliza yale mashindano ya nani, baada ya kumaliza ile kufanya jingo, tukaja pembeni, tukawa tunaulizana tu, jamani, hii mechi ipo haipo? Ipo, wengine ipo, wengine itasogezwa siku nyuma. Mwingine akasema mashindano yataisha saa 6, saa 10 tutacheza, mwingine siku ya pili yake. Lakini sisi tukasema hivi, hii mechi, mimi sasa sisemi sisi, mimi kwa mdomo wangu nikisema hivi, hii mechi Simba Sports Club sisi tutakuwa ni wageni, sio wenyeji. Sisi ni watu waungwana sana. Sisi tungeweza kusema kwamba mashindano ya kiisha na nini tutacheza hata baadaye.
au tutacheza hata kesho. Haya maoni ninayotoa sio msimamo wa klabu, haya ni maoni yangu, maana lazima tuweke clear hapo. Lakini kwa kuwa hawa jamaa zetu matukunyungu ni wazee wa kupenda ulozi, sidhani watakubali. Mimi namwambia watani zangu pale pale, hii mechi itakuwa Benjamin Mkapa. Nikasema bwana, tusubiri tuone. Baada ya mimi kuchunguza, kumbe Shekishki mashindano ya Qur'ani yanapokuwa yanaisha pale siku ile tap, huwa anapumzika wiki 2. Wiki inayofuatia anafuatilia vibali vyote kuomba uwanja tena, na tarehe inakuwa kabisa imeshawekwa, kwa sababu sisi tarehe zetu za hijiria zinakuwa zinajulikana. Ramadhani itakuwa hii siku ya ngapi nini, inakuwa imeshaandaliwa, tena waga inawekwa Jumamosi au Jumapili kutokana na watu kuwa wengi. Kwa hiyo taratibu zote alikuwa tayari ameshazifanya, na mwezi wa kumi tayari alikuwa ameshakabidhiwa kila kitu, alikuwa ameshakabidhiwa. Ina maana sasa bodi ya ligi, yawezekana taarifa hii walikuwa wanafanya nini, yawezekana wa taarifa hii alikuwa wanayo. Nimeweka neno yawezekana. Mwanasheria wangu yupo shuleni nimeweka neno yawezekana. Kwa hiyo ilikuwa ipo kama hivyo. Sasa basi wewe swali, ina maana Shekishki alikuwa tayari ameshaandaa kila kitu. Ina maana yawezekana bodi ya ligi taarifa hii walikuwa wanayo kutokana na ufuatiliaji wa Al-Hikma Foundation, jambo lao ili liweze kwenda vizuri, kwa sababu haya ni mashindano makubwa ya mabara yote ulimwenguni. Kwa hiyo inatakiwa kila kitu kiende systematic. Sasa basi likatokea jambo ambalo ni la hovyo. Unapokuwa msemaji wa hivi vilabu, unapozungumzia kitu chochote ambalo kinachojinasibisha na klabu yako, huwa tunasema kwa kuashumu ni klabu ndio imekutuma. Yes. Baada ya kuangalia mechi za juzi, baada ya kuangalia mechi za juzi, mtani wangu akawa ametoka na nilifurahi sana. Baadaye kwenye interview kupitia vyombo vya habari, tena stoshe chombo cha habari chako hichi chini, kaona msemaji wa watani anasema bwana, tumetolewa ila watani zetu tutakutana nao uwanja huu, mechi itakuwa hapa. Kila kitu kina mamlaka zake. Yes, ina maana mimi siwezi nikaja hapa nikasema hivi klabu ya Simba sijui imefanya nini wakati mamlaka hazijasema wala sijapata taarifa kamili. Ndio maana nimekwambia chunguza sana. Mzee wa Samiti ni mshabiki ambaye hana a few moment later. Uliona kwenye hili sekeseke lililopita, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Uliona mimi unasema hata moja. Kwa sababu gani? Mamlaka kuna nafasi yake. Mwache huyo, ndio kijana wangu, huyo chali yangu. Njoo mwanangu. Basi tulia. Hawa ndo wana Simba wajao hawa. Mwana Simba kwa huyu ndio ni wana haki ya kuchagua timu yote. Of course wana haki kabisa. Inawezekana kaenda Yanga baadaye. Mimi nitamtengenezea mazingira kama smart transformation ikikamilika. Tunahama mada sasa hapo. Ila transformation ikikamilika, ina maana wakiruhusiwa hawa watoto, kwa sababu huyu ana kadi ile ya benki ya mshabiki, kumwekea asset yake ndogo ndogo. Nenda kacheze kule, sawa. Utamuunganisha naye kwenye mtambo la Simba. Ina maana sasa yeye atapokuwa na akili yake huko bwana, yeye ndio ana uamuzi wa kuchagua popote anapoenda. Yes. Sasa msemaji wao akasema tutakutana nao hapa. Kwa hiyo ina maana kwa hapa amesha tamka wazi kwamba ile mechi itachezwa wapi? Guantanamo Bay. Sio uwanja ule. Uwanja unaitwa New Aman Complex. Sawa. Sasa basi sisi mlezi wetu katika ligi na katika michezo ni TFF na bodi ya ligi.
bodi ya ligi katika ratiba zake waliweka mchezo wa Simba Sports Club na watani zetu utachezwa wapi? Benjamin William Mkapa. Japokuwa na ratiba zote, yawezekana uwanja umechukuliwa nini, walikuwa bado hawajafanya nini, hawajasema. Vipi jamani, tuamieni ndani au tuamieni sebuleni, wala msiwe na wasiwasi. Karibu.